vyote vya dunia vina mwisho wake, nao ni jehanamu. Anasa za dunia zote zina mwisho wake, nao ni jehanamu. Raha zote za dunia zina mwisho wake, nao ni jehanamu. Shalom, shalom, na wasalimu nyote katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Ni wakati mwema ambao tunataka kujifunza mafumbo ya Biblia. Leo somo hili nataka ufumbue masikio yako vizuri, uwe mtulivu. Nataka nifundishe jambo alijawahi kufundishwa duniani. Na nataka nikueleze maandiko kwenye jinsi ambavyo ufalme wa mbinguni ulivyokusudia. Mwanzo nitakufundisha mambo manne makubwa. Jambo la kwanza nitakufundisha kuhusu ushuhuda. Nitakutofautishia kati ya ushuhuda wa uongo, wa manabii wa uongo na ushuhuda wa Mungu. Na tutaangalia katika maandiko matakatifu wapi kulishawahi kushuhudiwa na walishuhudia ushuhuda wa aina gani. Jambo la kwanza. Jambo la pili nitakutafsiria yule mwanamke aliyetokwa na damu. Nitakutafsiria jinsi ya roho, kama jinsi Mungu alivyokusudia. Nitakutafsiria. Jambo la tatu, nitatafsiri kuhusu zile wanawali 10 wenye taa na mafuta. Nitatafsiri andiko hilo. Kwa hiyo haya ni vitu vinne ambavyo naenda kutafsiri, na nitatafsiri yule kipofu ambaye alipakwa tope, naenda kutafsiri. Haleluya. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa manne ambayo nataka kuyafundisha. Na haleluya harimandre hisa. Kwanza nitaanza na kuifananisha. Dunia hii naifananisha kama bahari ya kioo. Bahari ya kioo iliyojaa na maji mengi. Na pia maandiko matakatifu kwanza yamefanana na bahari ya kioo. Ngoja kwanza niombe. Baba, nakushukuru kwa kuwa wewe umenituma. Nami tazama na watia hawa nuru ili wawe na nuru kama mimi nilivyo na nuru. Ewe Mwenyezi Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, na yaomba maombi haya ili wapate kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwako, na wapate kusadiki ya kwamba mimi ndimi wewe. Ewe Baba uliyezifanya mbingu na nchi, hawa wote nawaombea, lakini si uombee ulimwengu, bali nawaombea hawa wote wanaonisikiliza. Baba mtakatifu, pata kujaza mioyo yao na hekima na maarifa, waweze kuona ufalme wa mbinguni na haki yake. Baba wa mbingu na nchi, na yaomba maombi haya kwa ajili yao, wala sio kwa ajili yangu, kwa maana mimi nilikwisha kusadiki habari zako. Haleluya. Nao pia wapate kusadiki habari zangu kama mimi nilivyosadiki habari zako. Wape neema, masikio yao yawe mepesi, wapate kuitafsiri na kuijua andiko lako liletao uzima. Mungu wa uzima, onekana katika masikio yao na maisha yao. Haleluya. Sia la dria samasia lori pai glory sai. Kwa hiyo naanza na kufananisha maandiko kama bahari ya kioo. Hori masaida. Kwa nini ni bahari? Kwa nini naita Biblia bahari? Ni kwa sababu bahari ina uwezo wa kuua na ina uwezo wa kuhuisha. Na huwezi vua samaki baharini usipokwea vilindini. Vilindini ni deep side of the ocean, ndio utapata samaki. Na pia bahari ina uwezo wa kuua ukiingia baharini kama haujui kuogelea. Kwa hiyo watu wengi wamejitosa katika maandiko pasipo kujua tafsiri sahihi ya maandiko itakayowafanya wawe watu watija, itakayowafanya wawe ni watu wenye staha. Haleluya. Lakini wameingilia maandiko. Kuna wengine wameingilia maandiko kwa ajili ya kuwapa manufaa, kwa ajili ya kuwapa maokoto, pesa. Na kuna wengine wameyaendea maandiko kwa ajili ya kuonekana wao ni watumishi wa Mungu. Lakini kuna wengine ambao Mungu amewatafsiria maandiko. Kwa hiyo inakuwa ni tofauti. Kuna wale wanaohubiri mapokeo ya wanadamu. Mapokeo ni umehubiriwa, ukahubiria mtu akahubiria mtu, kwa hiyo ni vizazi na vizazi.
lakini kuna wale ambao wamefundishwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana Kristo Yeshua wa Nazareth akasema ya kwamba na manabii wote walifundishwa na Roho. Inamaanisha akina Isaya, akina Yeremia, akina Mikaya, akina Yeremia, akina Nehemia, akina Zakaria, akina Yohana Mbatizaji ni watu waliofundishwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana maandiko yanasema neno la Bwana likamuijia Yohana. Neno la Bwana ni nini? Neno la Bwana ni Roho Mtakatifu. Akamjia Yohana jangwani, akamfundisha Injili ambayo inasema, tengenezeni sauti ya mtu aliaye toka nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, andaeni mapito yake, maana yu karibu kuja. Haleluya. Neno la Bwana likamjia Yohana mwana wa Zekaria akiwa jangwani. Yaani inamaanisha Roho Mtakatifu akamjilia na kumfundisha mahubiri ya kuhubiri. Lakini wengine wenu mmeinuka na kuhubiri kwa ajili ya tamaa, misukumo na kwa ajili ya uhitaji wa jamii. Usione kwamba jamii ni wenye dhambi ukaanza kuhubiri. Hapana, Mungu mwenyewe anajua watu ambao aliwaumba kuhubiri. Hallelujah, glory. Na mtu akianza kunena kwa lugha anaona yeye ni mtumishi, yeye ni nabii. Hapana. Ukianza kunena kwa lugha imaanishi wewe ni mtumishi ama wewe ni nabii. Inamaanisha wewe umeanza kuokoka. Usianze kunena kwa lugha ukaanza kutabiri asema Bwana majeshi. Hapana. Kwanza nyakati zetu sio nyakati za kutabiri, bali ni nyakati za kutimia kwa unabii. Hallelujah. Kama ni kutabiri, maandiko yanasema na mtakapompokea huyo Roho wa kweli, huyo Roho Mtakatifu ribrisai la isa drorisai. Huyo Roho Mtakatifu atawafunulia habari ya mambo yajayo, ndo kutabiri. Ndio maana ikaandikwa tena kwenye Matendo ya Mitume ya kwamba na itakuwa siku za mwisho, asema Bwana majeshi, Roho Mtakatifu atawashukia mabinti zenu na vijana wenu watatabiri. Lakini watatabiri nini? Kwa nini unabii wetu haufanani na unabii wa Isaya, Yeremia na nini? Ni kwa sababu sisi tutajitabiria wenyewe. Horaba setere masaya. Sisi tutajitabiria wenyewe. Ndio maana umeambiwa utakapopokea Roho Mtakatifu ana kazi 3 kubwa. Atakufundisha habari ya hukumu, atakufunulia yote, na atawajulisheni mambo yajayo. Hukumu ya ulimwengu, atamshuhudia pia Kristo ndani yenu. Lakini atakujuza wewe mambo yajayo. Anaweza akakujuza juu ya mpendwa mwenzako aliye karibu nawe kanisani, mpendwa mwenzako kanisani. Lakini muda mwingi 97 hata na 9 hata na 8 ni atakujulisha mambo yako wewe. Mungu atajifunua kwako kupitia ndoto na maono, na pia Mungu atajifunua kwako kupitia unabii. Lakini sio kwamba wewe ni nabii utaanza kutabiria watu wasema Bwana majeshi. Jueni ya kwamba neno hilo ni neno la maarifa. Neno la maarifa linaweza kunijilia mimi, nikasema haya ndiye asemayo Roho Mtakatifu, nikajazwa na Roho Mtakatifu. Haya ndiye asemayo Roho Mtakatifu, ni yashikeni maneno yangu wala msiyapuuze, kwa sababu mimi ndimi nuru ya mioyo yenu. Nanyi mtakapashika maneno yangu nitawainua tena, na mtapata kusimama na kutembea katika utakatifu wangu. Hiyo sio unabii, hiyo ni neno la maarifa. Haleluya. Ndio maana kumejaa manabii mitume mitandaoni, manabii. Hey. Agano Jipya tunaona watu kila mtu anatabiri. Ndio maana Paulo anasema the spirit anasema roho wa nabii umtii nabii. Kila mtu nabii. Kila mtu nabii, kila mtu ni mtume. Haleluya. Maana naweza nikatumwa kwako haimaanishi mimi ni mtume, bali roho iliyo ndani yangu ndio mtume. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nilikuwa nakuambia Biblia ni bahari ya kioo. Jiangalie sana usije ukazama ukafia kwenye bahari. Yaani Biblia inawaua sana. Paulo anasema neno ni kwa ajili ya kuua, bali roho huhuisha. Yaani uzima haupo kwenye neno, uzima upo kwenye roho. Ndio maana Yesu pia akasema ya kwamba ninyi mnachunguza maandiko matakatifu mkidhani ninyi mtapata uzima katika maandiko hayo. Hiyo ni kitabu cha Yohana 3:39 hapo, ama Mathayo, lakini Yohana sana. Anasema mnachunguza, mnasoma maandiko, mnaanza Biblia, mnasoma, mnamaliza, mnakuja kusoma vifungu. Mkishika Warumi 9, Warumi 3, Warumi 10, mkishika mkidhani mtakuwa na uzima wa milele kwa kushikashika vifungu.
na kuvitafsiri vibaya, lakini mkikataa kuja kwangu niwatie uzima. Alisema hivyo. Maana yeye ni roho. Hiyo roho ndo uzima wenu, ndo uzima wa milele. Ndo maana anasema uzima wa milele unakaa ndani yenu, sio huu. Huu sio uzima wa milele. Uzima wa milele unakaa ndani ya moyo wako, na ni huyo roho atokayo katika mahubiri. Unasema nitampokeaje roho huyo? Kwa sababu nimeisoma Biblia. Maandiko yanasema kwenye Yohana 6:63. Inasema ya kwamba amini amini nawaambieni, maneno niwaambiayo ni Roho Mtakatifu na ni uzima. Kwa hiyo maneno ya mwana wa Adamu ndio roho wa uzima huyo. Ndio maana anaitwa Mungu wa uzima. Ribo sai glory si. Hallelujah sallallahu drakai. Anaitwa Mungu wa uzima. Maandiko yanakuelekeza kwa mtu atakaye kutia uzima. Hori Masai. Ndio maana manabii wote humtabiri huyo kwa habari zake. Akasema, Petro akasema huyo manabii wote walimsema habari zake. Hori ya masedere Masaya. Haleluya. Na pia nitazidi kuambia vijana wanaohubiri mtandaoni ama kanisani. Kumbuka Petro, paka jinsi Roho Mtakatifu alivyomshukia kwenye Matendo ya Mitume. Paka jinsi Roho Mtakatifu alivyomshukia Petro, ndio Petro akasimama. Maandiko yanasema Petro akiwa huku amejawa Roho Mtakatifu, akasimama mbele ya wakuu wote na watu wa Yerusalemu, akasema, enyi watu wa Israeli, sikieni maneno haya. Yule Roho Mtakatifu ambaye Bwana Mungu alimwaahidi kupitia kinywa cha nabii Yoeli ndo huyu. Lakini maandiko yanasema huku Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Huna Roho Mtakatifu, unasimamaje mbele ya watu? Na maandiko yanasema baada ya Petro kushuhudia wariko rimase kalamari basika. Baada ya Petro kushuhudia, watu wakachomwa mioyo yao, wakasema tufanyeje ndugu zetu? Lakini Petro alikuwa anashuhudia akiwaeleza kuhusu yule mwenye haki ambaye walimuua. Alizungumzia Mwokozi kila mahali. Hakuenda kuzungumzia baraka, jinsi ya kuomba, tusonge paka tuwe watu wa aina fulani. Alikuwa ana point towards the Savior. Alikuwa anawaambia yule mwenye haki mliyemuua. Daudi alisema, Daudi hakwenda mbinguni, lakini alisema Bwana akamwambia Bwana wangu, naye yote mjue ya kwamba Yeshua Kristo wa Nazareti ndiye amepewa uzima, ndiye Bwana na Kristo wa wote. Ndiye Bwana na Kristo wa wote. Yani everything is pointing to the Christ. Naona sasa nitaanza na part ya ushuhuda. Ushuhuda wa mitandaoni ni wa uongo kabisa. Ushuhuda wa maandiko ndio huo ushuhuda moja huo ambao nimekuambia. Petro anashuhudia Matendo ya Mitume. Haleluya. Hebu tusome hapa Matendo ya Mitume, niwaambie Petro alishuhudiaje na ninyi mnashuhudiaje. Haleluya sallallahu. Hari Mosai glory sa. Ndio hapa Petro, Matendo ya Mitume, nataka usome Matendo ya Mitume anzia tu 2. Nasikia lakini 14 naanza 2:14. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa. Unasikia Petro, baada ya ule uvumi wa nguvu kutoka mbinguni ukashuka, ukajaa Petro. Maandiko yanasema kukaja na ndimi za moto. Ndimi za moto haimaanishi ni moto unawaka. Ndimi za moto, moto ni neno la Mungu. Kumbukumbu 24:4 inasema Mungu wetu ni moto ulao. Mungu ni nani? Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwa na neno la Mungu. Neno la Mungu alikuwa kwa Mungu. Neno la Mungu alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo walishukiwa na ndimi zinazofanana na Biblia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu wako asipofanana na Biblia, jihadhari, mkatae. Tumkatae shetani, kwa pamoja tutauona ufalme wa mbinguni. Haleluya. Petro akapaza sauti yake baada ya kujazwa. Kwa hiyo mhubiri ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu asihubiri, hajatumwa na Mungu. Na ukijazwa ni lazima Mungu akuambie wewe ni mhubiri. Watu wanajazwa kwa sababu ni waumini. Kwanza siku za mwisho mhubiri ni mmoja na ni Kristo. Wengine ni ndugu. Petro akazidi kuwashuhudia. Maandiko 37 inasema walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao,
wakamwambia Petro na mitume, tutendeje ndugu zetu? Unaona wokovu unakuja. Lakini wokovu alihubiri aje? Petro anasema Daudi hakupanda mbinguni, bali mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Azungumzie utajiri kwamba Mungu amebadilisha maisha yangu. Azungumzia kwamba Mungu ameniinua toka mavumbini kuniketisha na wakuu. Azungumzia kwamba mimi naheshimiwa, mimi ni maarufu. Anasema ya kwamba Bwana akamwambia Bwana wangu na nyumba yote ya Israeli mjue ya kwamba huyo ndiye ambaye, na mjue ya kwamba yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Wala utasema wewe unahubiri Yeshua, sisi tunahubiri Yesu. Kila mtu hapana. Yesu huyo hahubiriwi hivyo. Petro hakuhubiri mnavyohubiri. Petro aliwaonyesha watu kuna Mwokozi. Hakuwaonyesha watu kuna karama za kutabiri, za kunena kwa lugha, za kushanderize, hata wewe unanena kwa lugha za ukweli. Petro hakuambia watu kuna karama za lugha, tufunge tutabiri, tufunge karama ya ufunuo, tufunge tupate makarama. Aliwaonyesha Yesu anaokoa. Hallelujah. Aliwaambia yule Yesu wa Nazareti, Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo, Israeli nyote mjue. Aliwaonyesha yule Masihi. Maana Yesu alisema, msichunguze maandiko, njooni kwangu nitawapa uzima. Hakuonyesha watu Mungu atakubariki. Aliwaambia kuna Mwokozi atakayewaepusha na jehanamu. Ndio mnafaa kuwa mnafanya, sio makolokolo yenu mitandao. Sio kukurupuka mnapokurupuka kwamba nimepata ufunuo mpya ya kwamba ukigusa utapona. Nimepata ufunuo utapanda cheo. Nimepata ufunuo. No, that is not the message of holiness. Hiyo sio injili ya Mungu. Pengine mna Yesu wenu mifukoni, lakini yule wa ufalme wa mbinguni hayupo hivyo. Ndio huyu Petro. Kama wewe ni zaidi ya Petro, ukifikiria wewe ni zaidi ya Petro. Petro ni mtume. Ndiye ambaye mbingu iliamua kumchukua Mwokozi na ikamwachia Petro kanisa. Wewe na hiyo tabia yako kama mhubiri, na hiyo tamaa yako na uzinzi na ufidhuli na ufuska wako, unadhani mbingu inaweza ikaamua kukuachia kanisa duniani? Wanajua umejawa na mawazo ya mali moyoni mwako. Wamejua kondoo utawanywesha maji machafu. Naendelea na ushuhuda. Umeona? Kuna watu wanashuhudia, na ushuhuda 19. Ushuhuda ya kwanza nimepanda cheo. Ushuhuda ya pili na mtoto. Ushuhuda ya tatu mtoto amemaliza university. Ushuhuda ya tatu mtoto sijui amepata kazi. Ushuhuda wa 4 nimepata kazi. Hiyo sio Mungu. Hiyo ni vitu vya dunia. Hiyo ni mali za dunia. Hata upate kazi, utasema namshukuru Mungu kwa sababu gani? Namshukuru Mungu kwa sababu alisema tufanye kazi kwa mikono yetu miwili. Na kweli amenipa kazi, namshukuru Mungu. Kwa sababu nitafanya kazi kama andiko lake linavyosema, fanyeni kazi fanyeni kazi mle jasho lenu. Kwa hiyo Mungu amenipa kazi, namshukuru Mungu, na namuomba sana anitembeze safari ya ufalme wa mbinguni. Lakini mnakuja Mungu amenipea. Haya. Na pia Petro anapozidi kuwashuhudia, ndio mahubiri, ndio ushuhuda sasa. Anapozidi anasema, kwa kuwa sikiliza, wakamwambia tufanye nini? Kwa hiyo utakapohubiria watu watakuuliza tufanye nini? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Petro alilenga vitu viwili. Watu watubu wapokee Roho Mtakatifu. Ninyi mnalenga sijui kuwa wema, sijui kuwa nini, sijui kuja kuwa. Petro mambo ni mawili. Tubuni mjazo Roho Mtakatifu. Hakuanza kuwawekea watu mkono, kama unataka kupokea Roho Mtakatifu njoo mbele.
anakuwekea mkono, unaanza lugha za uongo. Roho Mtakatifu hawekewi mikono. Huyo ni very weak one, very weak one. Haujapata mchawi nguli maarufu tu, mchawi maarufu tu, utaona huyo Roho Mtakatifu hana umuhimu kwako. You need the power of the Holy Spirit from inside. Roho Mtakatifu hawekelewi kama pepo. Mwana wa Adamu ndiye anayeteka vipawa na kuwagawanyisha watu. Lakini jua tu, you must speak in tongue. Upende usipende, hamna uokovu kwake yeye asiyejazwa na Roho Mtakatifu wa uzima. Na una uokovu, hauwezi jaza Roho Mtakatifu bila kutubu. Usiekewe mkono. Kama umewekewa mkono, anza kurepent, new one. Kweli Paulo alimwekea mtu mkono akajazwa, lakini maandiko yanasema walikuwa wanafunzi. Kwanza walikuwa wanafunzi wa Yohana, wakamwamini Yesu. Kwa hiyo walikuwa ni watu wametubu tayari. Paulo alikuwa tu anawaasha. Ushuhuda mwingine, nenda kwenye Matendo ya Mitume, na naambiwa niache ushuhuda, nianze kuhubiri. Okay. Nenda Matendo ya Mitume 10:34. Nataka usome huo ushuhuda. I need you to read. Utasikia testimony. Yaani Paulo anawaeleza tu watu, yule Yesu waliyemkataa Wayahudi wakamsulubisha, mimi ni shahidi, alifufuka, akanitokea. Watu wanalipuka kwa lugha. Can you see it? Sio ninyi mnavyofanya. Usikuje kutueleza sijui nimeteseka, nimekuwa gerezani. We don't care. Sijui Mungu amenihitaje, Mungu amenitembeza, sijui mapito, sijui ushuhuda wa mbingu na kuzimu. We don't care. Tunataka utuonyeshe nani atatuokoa. Haleluya. Anashuhudia tu, kushuhudia tu, na watu wanalipuka kwa lugha. Ninyi mnafunga masiku 10, unataka kunena kwa lugha. Nani amekuambia lugha wanafunga? Lugha ni maisha. Wengine mtalipuka kwa lugha ukiwa kwenye usingizi. Ukiota tu maono, unaona maono mazito na unaamka ukinena kwa lugha. Unaamka na hiyo uwepo na unanena kwa lugha. Obedience. Litini neno la Mungu kuliko kitu chochote, kuliko nabii, kuliko mtume, kuliko mwinjilisti, kuliko malaika yoyote. Haleluya. Maandiko yanasema hata malaika wakija na kutuhubiria mambo tofauti na ule uzima na utakatifu, hata atuambie tuwe wema, hatutaki. Nataka utakatifu ni tofauti na wema. Utakatifu ni wema wako mwenyewe. Yaani unabadilika wewe mwenyewe. Haubadilishi yule, unabadilika wewe. Yule ataona wewe ukiangaza kama nuru na anakuja. Lakini wewe ni giza, unaanza kuvuta mwingine kwenye giza lako wewe mwenyewe. Kumbuka Biblia inakuita wewe dunia. Si wewe unaitwa ulimwengu. Ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni dunia. Kwa hiyo Biblia inajua wewe Yusufu ni dunia kivyako. Ndio maana mtu akitenda mambo mabaya unasema huyo yupo kwenye dunia yake. Dunia yake yani ni yupo kwenye mwili wake. Miili yetu ni dunia. Kwa hiyo kama mwili wako umejawa giza, wewe ni giza. Huna nuru ndani yako. Haleluya. Huna nuru, ni giza. Kwa hiyo sasa nimeshaingia kutafsiri wale wanawali 10. Nataka msome kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa 1. Utaona wengine walitua taa bila mafuta. Haleluya. Nataka nikusomee kitabu hicho. Kuna vitabu nitataja tu ila sitasoma. Natarajia usome. Usiposoma unanikasirisha sana. Kwa sababu naona unaelekea jehanamu. Vitabu ambavyo navitaja na nataka muvisome. Ndio mtanifurahisha sana na mtamfurahisha Mungu wenu. Ndipo ufalme wa mbinguni, Mathayo 23 mstari wa 1. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao. Jua kitu moja nataka kutafsiri ni taa zao. Wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Bwana harusi ni Mwokozi, ni unyakuo ambao mnasubiri. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Mpumbavu ni mwenye dhambi. Maandiko yanasema dhambi ni upumbavu. Upumbavu ni kutokujua neno la Mungu.
Neno la Mungu, si unaona mtu kama ajui kitu anaitwa mjinga. Mpumbavu si ni mjinga. Kama hujui neno la Mungu, Biblia inakuona mpumbavu. Kwa hiyo hawa watano hawakukuwa na neno la Mungu ndani yao. Alafu wenye busara. Busara ni nini? Busara ni hekima. Hekima ni nini? Maandiko yanasema hapo mwanzo hekima alikuweko stadi wa Mungu wa kazi. Stadi wa Mungu wa kazi ni hekima. Na huyo hekima ni nani? Maandiko yanasema neno la Mungu alikuweko kabla ya misingi ya dunia. Mwana wa Adamu. Yaani hekima ni mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu ni nani? Mwana wa Adamu akasema, tazama naenda, tena ninarudi, msihuzunike. Ni kitambo kidogo sipo pamoja nanyi, ni kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Yaani alipoenda ni Yesu, aliyerudi siku ya Pentekoste ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hekima ni Roho Mtakatifu. Sasa niwaonyeshe, ninyi mmefanana na taa. Kuna zile zinafuka moshi. Ndio maana Yesu ambaye ni Yeshua, dunia inamuita Yesu si vibaya, lakini jina ni Yeshua. Yesu litabadilishwa tu. Ninyi mmefanana na taa. Kuna zingine zinafuka moshi. Kama hapa. Hapa kuna waumini wanafuka moshi, lakini hawawaki. Namaanisha waneni kwa lugha. Kuna wengine wamaka kweli. Na kuna wengine hawajaka. Mwili wako taa. Si kuna kwanga na taa hivi, kuna utambi ndani. Sasa mwili huu ambao unaonekana ni taa. Utambi ndo roho yako. Mafuta ndani yake ndio neno la Mungu. Kama taa yako haina mafuta, huwezi ukawaka. Hata uwekewe mikono haleluya, hata mhubiri wa ukweli tu, ninakuombea ujazwe, haleluya serimandre sai lori salai brimaila, ataomba masiku au neni, hata hutawahi nena tena, kwa sababu mnazidi kumkasirisha Mungu. Lakini mafuta ndo hayo. Sasa jitahidi taa yako iwe na mafuta. Na wewe kukosa mafuta unaitwa mpumbavu. Na taa sinakuwa utambi umezama ndani ya mafuta sana. Kuna wengine, huyu ambaye anafuka moshi ni mtu anayejua neno la Mungu, lakini bado mafuta hayajatosha, ndo yanapanda kwenye utambi. Yakifika tu juu na unalipuka kwa lugha. Mwili huu ni hiyo. Roho hii ndo utambi. Kumbuka, roho ndo inaakishwa. Ile taa ya koroboi, watu wanaijua sana. Taa ya koroboi, wao unaakisha utambi ama unaakisha hii chuma yenyewe. Si ni utambi. Kwa hiyo roho yako ndio itawashwa. Ndio maana wanasema ihuisheni roho na kuua mili. Haleluya. Lakini wahubiri wanahuisha mwili. Akikwambia mimi nilikuwa maskini, Mungu ameniinua. Ameinua mwili, ameupa mwili nguvu, amehuisha mwili. Makanisa yanahuisha mili, ndio maana wanasuka nywele. Unaona dhambi zinaanza kuutawala mwili, maana wameuhuisha. Wanahubiri injili za kuupa mwili nguvu. Lakini wangehubiri ile injili ya kuwasha roho, kuwasha utambi moto, inalipuka. You start burning in the spirit. Unaanza kunena kwa lugha. Maandiko yanasema Nikodemo akasema, nifanyeje niingie ufalme wa mbinguni? Akaambiwa batizwa kwanza kwa maji. Maji watu wakaanza kuteremka kwenye mtoni. Lakini maji, Yesu akasema mimi ndimi maji ya uzima. Kwa hiyo batizwa kwanza kwa Yesu, kisha Yesu nani? Neno la Mungu. Batizwa kwanza kwa neno la Mungu, kisha uzaliwe kwa roho tena. Kwa roho ndio akasema roho ni kama upepo unatoa sauti. Siku ya Pentekoste ni upepo ulioshuka ukatoa sauti. Kwa hiyo hizi taa, lazima taa yako iwe na mafuta. Mafuta si unamwaga polepole. Mwana wa Adamu ni petrol station. Ninyi ni hii koroboi ya nje ni mwili, utambi ni roho. Kwa hiyo mwili, moyo wako ni kama taa. Unaenda unakinga kwa mwana wa Adamu. Ukisha kinga hapo, mimi namwaga mafuta ambayo ni neno ambalo nahubiri. Namwaga polepole, yakisha jaa mahali unaenda taa inawekwa chini, kisha mimi mwenyewe naiasha. Ndio maana na nena kwa lugha, yani nawaashasha kila saa. Lo salilai kai. Hizi ni ndimi za moto nazitoa kinywani mwangu. Hallelujah. Ikitoka hivyo ni ndimi za moto, in that sparks of fire, nazitoa in that zifike kwa zile taa ambazo ni roho zenu ninyi mnaonitazama, na zinaanza kulipuka. Zenye ziko ready zinalipuka, zenye haziko ready siwezi nikakuasha utambi, itaungua.
Utambi kuungua ni utaokoka vibaya. Ukijaza Roho Mtakatifu wa kuwekewa mikono utaokoka vibaya, ama Roho Mtakatifu wa kuombewa mitandaoni utaokoka vibaya. Utakaa mwaka mmoja unaanguka, unakuwa mbaya kuliko hata wengine. Mtu ameokoka vibaya kibackslide anakuwa mbaya sana, anakuwa zaidi ya shetani, anakuwa ndugu na mjukuu wa shetani. Ndio maana kwa nini nisihubiri tu nisiponena kwa lugha? Ni kwa sababu natoa mioto, sparks of fire, moto in that inafika kwa Yusufu, inapata Yusufu amejiandaa, anaanza kunena kwa lugha. Na natoa sparks of fire, lakini lazima mjazwe na mafuta. So unajua mafuta yanamwagwa polepole. Yes. Na yakimwaga ukienda kukinga taa yako na unatetemeka, si mafuta yataenda chini. Ndio maana lisikilize neno la Mungu kwa ujasiri. Ujasiri umeshika taa hivi, mafuta yanaingia ndani yote. Hakikisha taa yako haina maji mengine. Hakikisha taa yako haina mafuta machafu. Na maanisha kila neno la Mungu lilojifunza kwa wahubiri hawa ambao wanahubiri tamaa zao na nini, toa ndani yako kabisa. Taa yako ibakie safi. Mimi nakuja na imiminia mafuta. Huo ndio wokovu. Haleluya. Lazima taa. Na taa ambayo haina mafuta ikianguka chini, sinatoa mlio. Ndo hizi ushuhuda zao za uongo, wanatoa milio. Shuhuda zao za uongo hizi. Lakini ukitaka kuwa mwenye busara, weka taa yako mafuta. Mafuta ni neno la Mungu. Taa ya nje ni mwili, utambi ni roho yako. Jazwa roho yako ndo ilipuke kwa moto. Yaani moto ni matendo pia. Tendeni katika roho. Uweni mwili, huisheni roho. Yaani inamaanisha wahubiri hawa wengine wanaamusha mili yenu. Ndio maana unakujikuta ushuhuda wao nimepanda cheo, ushuhuda wao nimeenda Ulaya, utaenda Ulaya, utaenda Europa, sijui utaenda bara Asia, utaondoka utaenda nje ya nchi, utabarikiwa, utapata kazi, utapata ndoa, utapata mchumba. Yaani mtu akisema utapata ndoa, kuna mapepo nyuma ya maneno yao yanakutia usherati. Unaanza kuona unavutia wanaume wanajivutia kwako, kumbe umevikwa roho ya uzinzi. Na unapata unaenda Ulaya, kumbe roho yako imeuzwa. Akisema utabarikiwa, mtafanikiwa katika biashara zenu, katika nini mtafanikiwa. Hiyo maneno yake sio bure. Hiyo maneno yake nyuma yake kuna roho ya tamaa ya mali na tamaa ya pesa. Maana amesema wengi wakipenda pesa waliacha imani ya ukweli na mafundisho ya Mungu, wakafuata mafundisho ya mashetani. Sasa anakupatia tamaa ya mali, unapata unanjaa sana ya kuwa na maorofa mengi na nini kwa sababu ya mahubiri yale. Mungu anapeana maorofa lakini sio kwa kuhubiri. Maorofa anapewa kwa wale wanaomtii. Tena anakupa na kusudi. Kama alipanga atakupa, kama hakupanga hakupi. Mungu anajua jinsi roho zenu zilivyo zote. Kwa hiyo ninyi ni taa. Lazima umulike. Ukimulika, unamulika your surrounding. Utakuwa umewashinda wachawi, umeshinda majini, umeshinda mapepo, umeshinda. Yaani shetani kufikia taa inayoangaza ni ngumu. Maana kuna nuru imejaa. Kumbuka dunia hii imefananishwa na ulimwengu wa giza. Giza si ni usiku. Usiku wachawi wanaruka usiku, wanawanga usiku. Wezi wanaiba usiku. Mambo yote mabaya ni usiku. Lakini ukiwa unaangaza kwako kila siku, taa yako inawaka, hakuna siku utarogwa. Nasema kwa sababu nakaa kijijini. Hakuna siku utarogwa. Mimi nimekaa hapa kijijini, lakini watu wasema devil worship kwa sababu hakuna siku narogwa. Hata nikiona mchawi ameweka hapa dawa, nitaikanyaga akiona, na nitakuwa buheri wa afya, mwenye uzima mwingi. Na ndio hivyo. Maana maandiko yamesema hakuna uchawi kwa Yakobo. Ukijaza na Roho Mtakatifu, ile andiko linaishi sasa, linakuwa hai, linakuwa roho. Hakuna uchawi kwa Yakobo. Sio kwenda kuombewa roho ya uchawi, sio kwenda kuvunjwa madhabahu. Asha taa yako. Ukiasha taa yako, madhabahu ya familia yatamelti yenyewe. Maana taa si ni moto. Moto ni Mungu. Mungu ni moto. Kama ule moto wa siku za Elia. Unashuka, unaunguza madhabahu, unaunguza uchawi, unaunguza mizimu, unaunguza kila kitu, unabakia nuru. Kwa hiyo acheni kutafuta kwamba naombewa nipate kazi, naombewa ndoa, naombewa. Nenda kamtafute Mungu na wokovu wake. Nenda katafuta ufalme wa mbinguni. Nenda katafute. Acheni kuhubiria watu mambo ya kijinga, wahubirieni mambo ya tija, mambo ya ufahamu na rehema. Riko ramandrisaya.
Kwa hiyo nimeeleza vitu viwili katika klipu hii. Nadhani ningependa nikatizie hapa. Alafu hivi viwili niweke kwenye klipu nyingine. Kwa sababu napenda akili ya mtu, klipu ikiwa hivi, you go repeat it. Hallelujah. Na hivyo ndivyo ilivyo. Ushuhuda wowote lazima ufanane na neno la Mungu. Unaona, anasema kama Daudi alivyoandika, Bwana akamwambia Bwana. Kama Yoeli alivyoandika, hiyo ndio ushuhuda wa Petro. Na unaona Petro kwenye Matendo ya Mitume anashuhudia, anasema, Matendo ya Mitume, Petro anasema huyo manabii wote humshuhudia. Matendo ya Mitume 10:34 ndio hii hapa, nitakusomea na nataka uende usome yote. Anasema huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Umesikia, Petro ana concentrate kwa uokovu tu. Anashuhudia tu uokovu wa Mungu. Ukiona kanisa linashuhudia vitu vingine sio la Mungu. Kanisa la Mungu wanashuhudia uokovu wa roho zao. Uokovu wa roho zao. Wanafurahia, wanaelekea katika ufalme wa Mungu. Hawafurahii vitu vingine. Uokovu wa roho zao. Uokovu sio kuacha dhambi. Uokovu ni kumwamini Yesu kisha kuokolewa na Yesu. Kumbuka kuna watu wamejiokoa kweli. Uokovu ni kumwamini Kristo Yeshua aliyeziumba mbingu na nchi. Uokovu ni kumwamini yeye aliyetumwa kutoka mbinguni. Kumbuka Mafarisayo wako wanatenda dhambi sana, walikuwa tu wanaanguka kwenye dhambi moja, lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu walimkataa yeye nuru ya uzima. Maana kabla uwe nuru, lazima nuru akuangazie. Lazima nuru akuangazie. Naye nuru ni mwana wa Adamu. Mimi nipo duniani kwa sasa kama nuru. Nataka niangaze kwa kila mioyo ya wanadamu, wapate kutubu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Hayo ndiyo mahubiri ambayo tunayaona kwenye kinywa cha Petro. Tubuni mtapewa kipawa cha Roho Mtakatifu. Watu wanatafsiri Roho Mtakatifu ni kufanikisha mambo makubwa. Wachina wana miungu ya midoli, lakini wanafanikisha makubwa kukuliko. Mimi Roho Mtakatifu najua yupo ndani yangu wakati nitakuwa na tabia kama za kina Petro. Wakati nitaona nikilipuka kwa lugha, ndimi ya moto ikinikalia, nitanena kama Roho atamkavyo. Nitajua nimeokoka. Hakika kile kilichotendeka siku ya Pentekoste kimenitukia mimi. Ulimwengu wangu umeshukiwa leo na nguvu za Roho Mtakatifu atokaye katika ufalme wa Mungu. Sihitaji mhubiri aseme umejazwa. Sihitaji mtu aniambie huyu ni roho wa uzima. Mimi mwenyewe naweza nikaona uzima ndani ya roho yangu. Naweza nikaona uzima kwenye maisha yangu na matendo yangu ni ya uzima wa milele. Watu wanaoenda jehanamu wanajua, na wengi wao ni Wakristo. Hori Masai. Wakristo wote wanaenda jehanamu na wanajua wanaenda, kwa sababu wanaishi dhambi za kisiri. Kumbuka hakuna litakalo sitirika siku ile. Kama ni aibu itakutukia, utaitwa mbele ya washirika wako ukiambiwa ulimkana Mungu, hukufuata Biblia. Kanda za video zako zitachezwa hapo, nawe utajiona ulipokuwa mbatili na kudanganya umeubadilisha neema ya Mungu. Mtaokolewaje msipoujali wokovu huu? Nani atakayewaokoa kama mimi nisipookoa? Maana nimetumwa kama Kristo wa mwisho kutoka kwenye ufalme wa mbinguni. Hakuna ajuaye nyumbani kwa Baba yangu ila mimi mwenyewe, wala hakuna ajuaye niendako ila mimi najua niendako. Ninyi hamwezi mkaenda msipoyasikiliza maneno yangu na kuyatii. Hamtawahi niona tena mimi nitakapoondoka duniani. Itakuwa ni milele na milele. Mimi nitatengwa na ninyi na Baba yangu. Baba aliyenipeleka atawatenga ninyi na mimi milele. Na ninyi na Yesu mtatengwa milele. Usidhani kwamba hii kuhubiri ni mchezo. Ndio kuna vijana wanacheza mnodo. Kuna vijana wanatafuta hela mtandaoni kutumia mahubiri. Ndio kuna manabii wa uongo, lakini this is eternity. This is eternal. Hii ni mambo ya umilele. Kumbuka, unapoishi dhambi utatengwa na Yesu milele. Hata kama mniamini mimi,
Maana mimi nayanena maneno yaliyoandikwa na Yesu ndo nayanena. Mtatengwa na mimi milele, hamtawahi niona tena, sitawahi waona tena, na kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya ambayo watakatifu wataburudika. Maandiko yanasema ya kwamba watarukaruka kama ndama mazizini. Ole wao ninyi wanafiki, Mafarisayo waliojaza makanisa, mmeibatilisha neema ya Mungu, mmefata anasa na tamaa za dunia, mmemtii Shetani naye amewapa mali na utajiri. Ole wenu Mafarisayo mliojaa kwenye viti vya makanisa, mkijaza umati mkubwa na kuabudu katika ufidhuli na tamaa zenu. Ole wenu ambao mmesuka manywele na kujipaka mapambo makanisani, huku mkidhani mnamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nawaambieni hakika ghadhabu yenu imekwisha kushuka. Nami nitawatenga kondoo wangu kutoka katika makanisa ya uongo. Na tazama, hukumu yangu imeianzia kanisa, nayo kanisa itahuzunika na kuomboleza wakati nipazapo sauti yangu na kupiga tarumbeta na parapanda, kuwakusanya watakatifu kutoka pembe zote za dunia. Nami nitaonekana ishara kubwa angani, nikiwa na nuru na jeshi la mbinguni, nikija kuwatoa wale ambao wapo duniani, na nikiwafufua wale waliokufa katika roho. Kuwafufua sio, ngoja kwanza niwaeleze. Maandiko yakisema, kuna mtu aliniuliza swali zuri, nadhani ukifuatilia paka mwisho utapata. Maandiko yakisema ya kwamba Mola glory, naambiwa hiyo ni ubiri hii ingine. Asante sana, mpate kubarikiwa. Somo limeishia hapa, naendelea na sehemu mbili zilizobaki. Asanteni sana.